Kulingana na OCPD wa Kilimani Peter Katam, binamu wake Makosewe Benjamin Omwaga ndiye aliyeripoti kifo chake mwendo wa saa 12 jana jioni baada ya kurejea nyumbani walikokuwa wakiishi na marehemu na kupata akiwa amefariki, hata ingawa sababu ya kifo chake bado haijajulikana. Hadi kufariki kwake, Makosewe alihudumu kama mwanahabari katika kituo cha redio cha Urban Radio, ambapo pia alikuwa akicheza mziki kama DJ. Kwingineko katika kaunti ya Nakuru, serikali imetoa agizo kuanzishwa kwa mpango wa kuchukua silaha kutoka kwa mikono ya wahalifu wanaoishi katika maeneo ya Kerio Valley. Hatua hii inajiri baada ya watu 15 kuuawa kufuatia ghasia ambazo zilizuka katika eneo hilo wiki moja iliyopita. Agizo hilo limetolewa siku moja tu baada ya kamishna wa kaunti hiyo Frederick Ndambuki kudai kuwa kuna baadhi ya wanasiasa na wasomi ambao wamekuwa wakiwachochea watu kutoka jamii zao kuzua rabsha katika mpaka wa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Anybody carrying a firearm will be forcefully disarmed from yesterday going forward. Hapa jijini, baraza la magavana limenyoshea mkono wa lawama serikali kuu kwa kukosa kuwapa fedha za kutengeza barabara ambazo wanasema ziligatuliwa. Mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni gavana wa Meru Peter Munya, aliyefika mbele ya kamati ya barabara ya seneti na mswada wa kutaka kubadilishwa kwa baadhi ya vipengee katika sheria za barabara, pia aliongeza kuwa serikali kuu imekuwa ikihujumu baadhi ya shughuli za serikali ya kaunti kwa kukosa kutoa fedha kwa muda unaofaa. Hatimaye katika kaunti ya Mombasa, baadhi ya wawakilishi wa wadi kutoka kaunti hiyo wamemkashifu waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri kufuatia agizo lake kwa mkaguzi wa hesabu za serikali akimtaka achunguze madai ya utumizi mbaya wa takriban shilingi bilioni 32 katika kaunti hiyo. Nkaiseri aliyezuru eneo la Changamwe alielezea wasiwasi wake kuhusu hali duni ya maisha ya wakazi katika eneo hilo, licha ya serikali ya kaunti kupewa pesa kutoka kwa serikali kuu. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.